Nasir Khalifani, mchambuzi wa masuala ya soka nchini, amezungumzia mchezo wa Young Africans dhidi ya JS Kabylie, mchezo uliomalizika kwa sare ya bila kufungana. Dakika 45 bora kabisa kwa Pacome mpaka sasa. Yeye ndio main supplier wa Young Africans, ambako hapa alizungumzia kuhusu dakika 45 za mwanzo. Anatoka pembeni, anaingia ndani kidogo na kupokea mipira zeni, anaweka mipira kwenye channel saikuwa mara kwa mara. Wachezaji wa Yanga eneo la mbele walitakiwa kuwa kwenye sentensi moja na Pacome kama wanataka kushinda hii mechi. Pacome alifanya kazi nzuri ya kuwapelekea mipira mara kwa mara, lakini ufanisi kwa wenzake bado ulikuwa kwenye level ambayo haihitajiki. Eneo ambalo Yanga walitakiwa kuongeza makini kwenye mipira ya hewani ya kutengwa na counter attack. Kwenye grupu la kifo, Mwamba Pedro Gonçalves anaongoza Yanga kuvuna alama 4 katika michezo miwili ya mwanzo. Ni moto sana. Msimu uliopita kama sasa hivi Yanga alikuwa na alama 0. Alishapasuka dhidi ya Al Hilal home and away, dhidi ya MC Alger pia. Mwanzo mzuri mno, Yanga wametawala kila kitu katika soka la ndani. Kazi ilikuwa kurudisha heshima ya wananchi katika michuano ya CAF. Bado hili ni grupu la kifo. Michezo minne ya Yanga iliyosalia dhidi ya Al Ahly home and away, dhidi ya Rabat ugenini na JS Kabylie nyumbani. Wananchi wapo kileleni mwa grupu la kifo. Huyu Mwamba Duke Abuya. Huyu Mwamba amepiga kazi sana leo. Miongoni mwa sifa zake ni uwezo wa kutekeleza majukumu ya kimbinu akiwa maeneo tofauti uwanjani. Alipoteza nafasi yake chini ya Folizi na chini ya Pedro Gonçalves, nafasi yake imerudi na ubora wake unaonekana. Ngumu kumuona kutoka kwenye nafasi anayotakiwa kuwa discipline ya kuhold position yake. Anakupa uwajibikaji bila ya mpira, anapora sana mipira katikati ya uwanja na anashinda mipambano mingi ya kimwili. Akiwa na mpira mara nyingi atapiga pasi salama kuelekea mbele bila ya kupaka sana rangi mpira. Duke Abuya amekuwa na michezo miwili bora sana katika hii michezo miwili ya Champions League dhidi ya Rabat na leo dhidi ya JS Kabylie. Ni Young Africans dhidi ya JS Kabylie ambako walikaribishwa huko ugenini Algeria. Mchezo kumalizika sare ya bila kufungana, Young Africans ikiondoka na alama 1 kibindoni, alama 4. Anaongoza msimamo wa ligi wa kundi la kifo, huku akimsubiri National Al Ahly dhidi ya FAR Rabat atafanya nini. Young Africans bado na wakati mgumu, inahitaji kushinda michezo miwili ili kujihakikishia nafasi kubwa ya kutinga ili kujihakikishia nafasi ya kuvuka hatua ya makundi na kuingia robo finali la bingwa barani Afrika. Endelea kutufuatilia na TV, pia usisahau kulike, kushare, comment pamoja na kusubscribe channel yetu. Mimi ni Liza Sport, hadi wakati mwingine. Bye bye.